Kiongozi, Naam, naam, kwa hiyo hapo kama nimekuelewa, ndio. wewe unamaanisha Tokyo ndio muda wa kuset range yako, bei Yes. ambayo itakuwa acceptable. Yani iko hivi, najua kwa wewe kidogo una uzoefu sokoni, kwamba Tokyo inakusetia renji ambayo utaitumia London, alafu London inakusetia renji ambayo utaitumia New York. Maana yake sasa siku inakuwa imeenda, sio kama Daudi alivyotaka kwamba ya direct tu, umeenda kwa kuzingatia sa vipande vipande, kwa sababu inawezekana kabisa Tokyo ikawa bearish, alafu London ikawa bullish, alafu Okay. New York ikarudi chini tena. Kwa hiyo sasa maana yake ni nini sasa? Kwamba umeingia kwa stages, kwa kutazama sasa, kama una trade intraday sasa umeingia kwa stages sasa pale. Kwa mfano tuchukulie sasa hii range tuliyokuwa tumeiweka hapa, ndio muda wake uliishia hapa. Hii kendo tulisema imepatikania huku, maana yake Tokyo range yake imeshakamilika. Tokyo ya kuanzia ambayo ni saa ngapi? Saa 19 mpaka saa 00 kwa masaa ya Marekani, ambapo kwetu sisi ni saa 1 sasa asubuhi hapa, saa 00, ambapo sasa mimi huwa naiacha na kuja kuifanyaje saa 00 mpaka saa 0:30 kusoma kwamba acceptance inakuwa wapi, Tokyo Low ama ni huku juu. What if hiyo range ikatokea kwamba hapa, kwamba London inaanza, soko liko katikati, ndio hicho tutakuja tuingie tena. Kuna moduli tunaita location, tutasoma tu kwamba location maalum ya wewe kuweza kuingia. Kwa hiyo somo letu nimelipanga, somo lenu nimewapangia katika muundo ambao sijawahi kupanga kuwapangia darasa lingine lolote. La kwenu nimerahisisha sana kiasi kwamba hamtafili ugumu wowote, kwamba ikifika labda London price iko huku, iko katikati ya renji ya Tokyo, maana yake utasubiri aidha hiyo ende juu au chini, ili uweze kujibu sasa swali la kwamba mnada umeaccepti wapi, price ipi, chini ya Tokyo ama juu ya Tokyo. Maana yake huku kote unatakiwa waiting. Tunakuja tunaingia, labda tumemalizana na London. London labda imefanya expansion yake, labda tuseme London imeanza hivi, kisha ikaja huku, kisha ikaja hivi, ikaja hivi, tuseme London. Mnanichoshaga nyie, mnaoandika message, kwa nini usiongee? Mpaka nikaanza kuifungua message hapo. Sawa, ngoja nifungue zekana mtu. Jamani, kwangu sauti inakatakata. Anauliza kama matatizo mna share na kwenu ni hivyo inakata, eti wote sauti inakatakata. Kuna iko poa kwangu. Mimi kwangu iko vizuri, Daudi kwako mtandao tu. unakwenda. Matatizo sio matembezi ya mshikamano, kwamba kila mtu ikatekate. Hama mtandao ukute hata na umri wako unatumia wifi ya ofisi. Jiamulie. Daudi, pole se. Tuseme sasa nikawa sema New York, ngoja niongeze hapa, New York ndio imeanzia hapa,
ambapo inaanza saa ngapi Feruzi? Ngoja tuweke Kwa uhalisia. kwetu sisi New York itaanzia hapa saa 2 kamili kwa masaa ya Marekani ya New York. Kwa hiyo sasa London imekuja kufanya labda expansion chini huku, kisha saa 2 asubuhi ambapo ni saa 9 kwa masaa yetu ikakukuta hapa, price iko hapo, na London tuseme imeanzia hapa hai sasa, na low yake hii huku. Je, nilo kwamba ya mwisho swing high kabisa ya London nzima ni hapa, afu low ni hapa. Maana yake utakachokifanya sasa, unafanya hivi, London nayo wage na mistari yake. Mimi London high itakuandikia hivyo, alafu London low nikiambia inionyeshe kwamba ni London low, itanionyesha hivyo. Maana yake sasa imefika hiyo saa 9, kama London imefanya expansion kwenye Tokyo, sihitaji tena kuitazama Tokyo. Natazama sasa range mpya inaitwa dealing range. Dealing range yetu itakuwa ni kuanzia hapa hadi hapa. Price iko hapa, naruhusiwa kutrade? Hapana, ni eza itoke huku au itoke huku. Eza ije huku kwanza, ireject hii zoni, kisha irudi juu. Nitajua kwamba imereject kwenda chini, kufanya expansion kwenda chini, inaamua labda kufanya reversal ya London. Kwa hiyo sasa nitaanza kutrade kuitafuta hii huku. Maana yake acceptance kinyume chake ni rejection. Imereject nini? Imereject zoni kuendeleza chini. Kwa hiyo inafanya acceptance upande wa juu. Kwa hiyo ni marahisi kiasi hicho, Daudi, ila sasa kwamba kusema tu kwamba niweke time frame ya diwani, utakuwa umejinyima fursa ya kuona kinachoendelea muda huo. Sawa sawa, Daudi. mwalimu, tuendelee, tutaelewa tu taratibu. Liko kwenye stage, ndio maana ulilolitaka liko mbele, na hapa katikati lazima tuyaongee mambo yanayokijenga hiki kitu. Au ulihisi leo ndio utaanza na kutrade kabisa? Unajua, nimeshajua pesha bado hujaijua pia. Mimi nilikuwa na kuintroduce it bado. Wanatakiwa kabla kidogo mpaka mwisho, mpaka labda mwezi huu. Huu ni mwezi gani? Ule mwezi unaofuata, ule wa 7 mwishoni, hapo utakuwa unaongea lugha nyingine kabisa. Inawezekana kabisa nikakupa hela yangu, bwana Daudi, hapa hii hapa ni tradie, niko busy. Sasa nakuwa na kuamini. So, umejibu swali lilikuwa linasumbua karibia miezi 6 sasa. Ulikuwa na wazanini, ulikuwa linakusumbuaje Feruzi? Inapoama session kuna muda ilikuwa inanivuruga, especially ikitoka London kwenda New York. Okay, sawa. Kwa wewe ambaye ninaweza nikakitaja ukakielewa kwamba London range yake anzia saa 03 mpaka saa 08 kamili. Weka vertical line hivi kama bado pana kusumbua, ila mimi wasiweke vertical line kwa sababu macho yangu yanaona hadi mipaka. Unaweka hivi hivi, maana yake saa 03 natafuta high yake na low yake, kisha unaisubiri saa New York ikuoneshe hizo ina reject ama ina accept kwenye hiyo range, basi unaanza kupiga hela. Rahisi, simple.
Hivi Daudi, simple na easy viko sawa eh? Daudi akiwa kwenye shida anapataga raha. Sasa hivi ana shida ya mtandao. Unaona sasa bwana. Eh? Sawa, basi nafikiri tuendelee na mfululizo wa nani wa kipindi chetu. Huku tulikuja tu kuangalia namna gani yanaonekana, ila tutayarudia, tutakuja tucheze nazo sana hizo chati huku. Tutakuwa tunaenda kila ka session tunakuja tena huku ili sasa sije mkawa maexpert wa theory, lakini huku kwenye uhalisia mkajikuta hamwezi kufanya kitu. Kwa hiyo hebu tutoke huku TradingView tuende kwenye kwenye nani yetu sasa, ile cha kudefine. Tulikuwa tuna define, tunakuitazama pressure. Sasa tunakuja kwenye kipengele kingine, tunabisha sasa, kama rafiki wa Daudi anabishaga tu anabisha sasa kwamba pressure is not direction. Yes, Feruzi. Sasa tuseme unaposema pressure na trend tunaviconsider ni kitu kinachofanana au Unaposema pressure na trend na trendi yeah, au pressure inaweza ikawa sehemu nyingine ikabadilisha mwelekeo na trend ikawa sehemu nyingine, yaani kitu imenivuruga kidogo. okay. Manga, jibu hilo swali. Hebu arudie tena swali lake kidogo, maana mtandao wangu nao Ameuliza unaanza pressure na kuchange. trendi ni kitu kile kile. Hapana, pressure ina utofauti na trendi ina utofauti, Tofauti gani? kwa sababu hapo kwa mimi ninavyoelewa Ndio. kwamba pressure mta kwamba kitu ambacho kile nini tunazita nini hizi tendo jinsi zinavyo swing high, umeona tendo, yani shoti kwamba zinapokuwa kubwa, kwamba pale kuna pressure fulani ambayo inatokea kwenye nini, kwenye hiyo chati yetu pale, umeona kwa jinsi nilivyoelewa sasa. Na hii trendi zinaenda tofauti, kwa sababu trendi yenyewe iko tofauti na pressure, yani kwamba utofauti wake siona niueleze vipi yani. Ngoja nikurahisishie. Kuna aina ngapi za trendi? Trendi ziko tatu. Hebu nitajie. Uptrend, downtrend na sideways consideration. Hivi sideways ni trend nayo? Okay, sawa. Japo mimi huwa sideways siweki kwenye trendi, najuaga tu ni up trend ama down trend, alafu sideways ni neutral ile pale, sio juu, sio up trend wala down trend, kipindi ambacho nafuatilia mambo ya trend. Swali lako ni la msingi, lakini sitaki nilipe jibu moja kwa moja, ili liendelee kufikirisha darasa, na mpaka tunamaliza pressure linapaswa liwe limejibika kwa hatua ambazo, maanake mpaka tunamaliza hii moduli linapaswa liwe limejibika. Kama halijajibika basi nitakuwa nimefeli mimi. Yes, Baraka. Mwalimu, Naam. maana kama unataka kutunyanyasa Nini tena ndugu? Tuambie tu kwa sababu sasa kwa sababu ameuliza swali, ungetusaidia tu, kwa sababu mimi nachokiona ndio swali ambalo nilikuwa nataka nianzie nalo kuuliza. Sasa kauliza yeye.
Mlitaka basi mnijibu nyie. amekuwahi. Ndio nami nikalirudisha kwenu, mnatakiwa nyie kule. Kwani tulienda kuangalia nini? Vile vitu viwili nikavi highlight vile, sio trend zile. Kimsingi Eh. aliuliza kama ni sawa. Mimi nakuuliza wewe, kule mm. tulipoenda kuangalia zile kendo 6 na zile kendo 4, sijui ni trend sio trend zilikuwa? Tuliona zilikuwa ni trendi lakini sasa concept kubwa kwenye hizo nani, pressure iko ndani ya trend. Kwamba wale, kwa sababu Manga amesema hizo trend ziko hizo nani ni trend iko up trend, down na sideway. Kama sideway bei haieleweki, na maana pressure ya buyers na sellers na yenyewe haieleweki. Haieleweki nani alikuwa na pressure kubwa, lakini kwenye uptrend tunajua nani alikuwa na pressure kubwa. Lakini kwenye down trend tunajua nani alikuwa na pressure kubwa. Kwa kumbe ile buying na selling pressure ndio inatupatia trend husika. Ndio maana sasa ulipokuwa unaumwa darasa zima lilikuwa linakuombea, kwa sababu waga unaelewa, alafu unaelewesha kirahisi. Daudi angeumwa, inawezekana hata darasa lisingejani. Yaani Daudi haamini macho yake, haamini masikio yake kwamba Baraka anamzidi. Nilikwambiaga Daudi, Baraka atakuja kukuzidi. Akawa anabishabisha tu. Kimsingi Baraka ameelezea vizuri sana tu, na ndio hicho ambacho ndio tunachokijenga. Na Frenki, swali alilouliza ndio swali ambalo nilikuwa naanza nalo kuwauliza ili liweze kujibiwa na nini, na kipengele chetu. Kwa hiyo twendeni sasa taratibu katika kuyafafanua zaidi yale ambayo katufanyaje, katueleza Baraka. Swali langu ambalo nilikuwa nimepanga kuuliza kwamba, je, market ikipanda, je, hiyo peke yake inathibitisha kwamba ni bullish pressure? Market unaona inapanda, unaona uptrend, je, inathibitisha kuna bullish pressure? Hebu Daudi, kama umemwelewa Baraka, jibu sasa hilo. Nasema market inapanda, je, hiyo inathibitisha kuna bullish pressure? Hiyo ni bullish pressure. Sasa unavyosema unajua inapanda, sababu ili pressure iwepo ndo vile vitu vitatu ulivyovisema. Inapandaje? Yani tuone ina distance na hiyo. Sasa inapanda tu taratibu, hamna pressure. Daudi ukalale si. Haiwezekani ukajibu kitaalamu hivyo. Mimi ni mtaalamu kabisa. Baraka anishinde hivi. Yaani kuna watu milembe wanatakiwa waanze kutoka, yaani kitengo maalum cha milembe. Kuna watu wanatakiwa waanze kutoka, basi tuwatoe tu hata odi ya ICU wakae hata mbele kwa kawaida. Baadaye naweza nikalikoroga tena. Ukisikia kidogo. Nani Baraka, ni kwamba mkono ni ule hujaushusha au una swali jingine? Au ni mwingine? Twende. Huu ulikuwa tu ni kwa ajili ya kukupa maelekezo kwamba kosa kubwa utakalokuwa umefanya ni kumruhusu
tu akalale, kwa sababu tunamjua akili yake. Kwa hiyo usisubutu kabisa mwalimu. Sawa, na sitaki niongeza. Wewe umemaliza, uruhusi Daudi kwenda kulala. Okay, sawa, majibu yenu mmeyasema. Hebu twende sasa na institutional reality. Institutional reality ni kwamba direction ni kitu gani sasa? Direction tunasema where price moved. Ila pressure ni what caused progress, what created progress. Nini kimesababisha hiyo progress? Ama tukitumia neno alilotumia Frenki, trendi ni kule price ilikoenda ama ilikoelekea, ila pressure tunatazama kile kilichoumba ama kilichosababisha ama imeendaje. Vina uhusiano lakini sio kitu kimoja. Tulitazama mifano kule kwamba market imepanda labda pipsi 400, ama imepanda pipsi tuseme 100, lakini ndani yake imefanya pullbacks nyingi, imefanya overlapping nyingi, hesitation nyingi. Yes, direction ni bullish, imecreate uptrend, lakini pressure inaweza ikawa ni dhaifu ndani yake. Sisi tunachoangalia ni nini kinanifanya niamini ile pale, niamini kwamba hii niweze sasa kuendana nayo sasa na mimi niweze kubai. Je, kila nikiona uptrend na mimi niingie? Kwa hiyo Kim ama institutional reality inakupeleka kwenye kupima quality ya hiyo direction. Kwa hiyo usiwe convinced na direction, bali na quality ya ile direction. Sisi wakati tunaanza kufundishwa, sijui utasema nani alikufundisha wakati ukuwa na mwalimu. Sisi wakati tunaanza kujifunza haya, vitabu vingi, sijui masomo mengi ambayo tulikuwa tunakutana nayo, kwa nasema trend is your friend, ni msemo ulikuwa famous sana. Maana yake kama ni ukiona ni uptrend, wewe ni kutafuta buy tu, lakini hicho peke yake hakitoshi. Tafuta quality ya hiyo uptrend, ndipo wewe uweze kuriski pesa yako uliyoipata kwa shida. Kuna watu hela zao wanazipata kwa shida jamani. Bwana tusaidie tu. Najiongelea mimi Daudi, usije kaisi na kuongelea wewe. Haiwezekani ukawa unaamka saa 9 kila siku. Daudi alisema yeye ndio anapataga hela kwa shida. Daudi anapata hela kwa shida. Okay, kwa hiyo nini? Kwa hiyo tunaangalia kwamba hela ninayoenda kuiriski pale, niliwaambia jamani, kuna watu wanajisifia. Unaweza ukakutana na menta anajisifia, bana, mimi nishachoma sana akaunti, nishachoma sana mitaji mimi. So what?
Ni kama wale wahubiri wa zamani. Nilikuwa mlevi sana mimi, nilikuwa malaya sana, si nilikuwa nini? Kwa hiyo tufanyeje sasa? Haitusaidii. Historia yako ya kijinga kutokana na nini? Haitusaidii. Kuchoma mitaji sio kitu cha Utaelewaje kujisifia sasa? eh? Utaelewaje tulivyokuambia tulikuwaga wajinga? Inatusaidia nini? Sio kitu cha kujisifia. Sisi tukikueleza ujinga wetu utaweza? Inawezekana kabisa unajiona ulikuwa kichaa, mtu uliyekutana naye ni zaidi yako, lakini wewe unajisifia na anaonekana wa kawaida. Nishanani sana mimi, nishatesa sana watu, kumbe unaongea na muuaji sasa. Tulia. Kwa hiyo ishu sio kuchoma mitaji, ni kitu ambacho yani unaweza ukachoma mitaji na ukaendelea kuchoma mitaji maisha yako yote, useless. Sio kitu cha kujivunia. Kitu cha kujivunia ni ile discipline ambayo unayo, kwamba hauchomi, mtu ndio aleni zaidi kutoka kwako. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Watu ni kama dereva. Zamani kulikuwa na notion kwamba dereva mzuri ni yule aliyewahi kuangusha gari. Hebu fikiria kama na wewe unaenda kujifunza driving ukasikia hiyo concept, dereva mzuri ni yule aliyewahi kuangusha gari. Kwa hiyo na mimi nikaangushe. What if iko kuangusha mara moja tu ndio kachukua na maisha yangu? Kwa hiyo ishu ni kuthamini mtaji. Ishu sio kuuchoma ili uwe hero. Ishu ni kuulinda mtaji. Kwa hiyo ikiwezekana kabisa, kwa wale ambao hamjawahi kutrade, ikufikie sasa kwamba usiingie kwenye historia za kijinga za kuchoma mitaji. Kuchoma mitaji sio ushujaa. Kupoteza pesa sio ushujaa. Yes, sisi tulipoteza sana hela, nimepoteza mamilioni sana kwenye kutrade, lakini sio kitu ambacho najivunia, ni kitu ambacho nakijutia. Haipaswi kuwa hivyo. Kwa sababu gani? Tulikuwa tuna leni kwa assumption, tryende hela, unahisi kwamba ndio unajua, mpaka utukuja hapana, sasa hivi hebu nikae pembeni, nitafute knowledge, nitafute kweli, ili kweli iweze kuniweka huru. Kwa hiyo quality ya trendi, sio trend is your friend, ni quality ya trendi ndio ambayo ifanye kuwa friend. Amini quality, amini pressure, na quality napimwa na pressure. Tumeona kuna vikendo ni vidwafi pale, vipo tu, havina progress ya maana. Kama ungeweza kuviamini, vingekuangusha, vingekuja vikakudisappoint. Yes, vimekuonesha kama ni trend ambayo ni bullish, kwa sababu mwisho wa siku huwezi ukatredi kwamba trend ambayo imeshatembea, imeshafika mwisho. Utatakiwa uanze nayo, kwa sababu mpaka unaiona kwamba hii ni kubwa, ni ndefu, maana yake tayari yawezekana imeshafika mwisho. Kwa hiyo unatakiwa uing'amue sasa inapoanza, lakini mwanzo wake utaujuaje? Sasa utajua kupitia pressure, kwa sababu mwisho wa siku utakuwa ni mtrader mzuri sana kwenye kutumia history, kwenye kutrade kwa history. Yes, hii ilikuwa na quality trend, lakini je, ungeweza kuijua kwa wakati inaanza ili uweze kuanza nayo? Kwa sababu mwalimu mjanja atakufundisha kupitia kile kilichotokea jana, kilichotokea juzi, kilichotokea mwezi uliopita, history. Lakini mbane kwa swali ambalo Daudi kataka kuliraise pale, kwamba hebu sasa tuanzie hapa, baada ya hapa price itaenda wapi? Tuoneshe. Na hicho ndicho nitakachotaka muwe mnanibana katika maswali yenu, sio kutumia history peke yake. Yes, kwenye history tutaangalia kwamba kuna mambo hayajaumbika, tutaangalia, lakini kutoka hapo ikupe decision making sasa, kwamba uweze kupredict sasa, baada ya hapa high probability ni kwenda wapi, juu au chini. Hilo ndio swali linatakiwa lijibiwe. Kama hujajibiwa hicho kitu, maana yake kama uweze kupredict, maana yake kazi yako ni nini sasa? Kama huwezi kujua price itakuja kwenda mbele, kwa sababu history haikusaidii, ni past, imeshapita ile pale. Kwa hiyo kitu cha kukusaidia ni pressure. Pressure ile ndio inaweza sasa kupredict kwamba hii movement inaweza ikalasti
au movement inaweza ikaishia hapa tu. Ndio maana tunaihitaji pressure. Ndio maana ikasema kwamba pressure nimekuwekea moduli 2 za pressure, tukiachana na hii hapa, kuna nyingine tena ya mbele, kwa sababu ni kitu cha msingi na ni kitu ambacho kimeenda kuzaa modo yetu PAD, pressure acceptance and delivery quality. Ukimvielewa hivyo umemaliza, unaenda kulala. Ticha, mbona kama umepaniki? Hapana, sijapaniki. Ikifika kwenye ukweli wanaumia kwa sababu kuna mafundisho mengi ya uongo, na pale kwenye foundation sema nitakuwa nayapiga chini na ya raise friend nini sijui trend is your friend, useless concept. Yes, tusiite useless, ni concept ambayo haijajitosheleza, haitoshi. Kwa sababu mpaka unaiona ni up trend ama ni down trend, inawezekana kabisa imeshaisha. Itakusaidia nini? Ulipaswa uifahamu tangu inaanza kwamba hii ngoma ni up trend ili uweze kuingia. Kama unaifahamu ikiwa mwishoni, so what? Utatrade history. Lakini kinachoicreate ndio hiki hapa sasa. Kwa hiyo nikasema kwamba market inaweza kupanda pips 100, lakini ndani yake inaonekana inafanya pullbacks nyingi, overlapping nyingi, hesitation nyingi, direction yes ni bullish, lakini pressure inakuwa ni dhaifu. Lakini market inaweza ikapanda pips 100 pia, lakini imefanya expansion nzuri, follow through nzuri, imetumia muda mfupi kwenda distance kubwa. Yes, direction ni bullish, lakini pressure inaonekana ndani ya bullish. Maana yake sasa hapo tunakuwa na alignment. We trade alignment. Alignment ya nini? Alignment ya direction na pressure. Kunaweza kukaa na misalignment. Don't trust it. Yes, ni bullish, lakini ina pressure. Ina bullish pressure. Kama haina pressure, haina haja, usikimbizane nayo. Piga chini, utapata nyingine. Sawa ku. Kwa nini hiki kitu ni muhimu sana? Kwa sababu trader anayesoma direction pekee, akiona up trend atasema bullish, down trend bearish. Ame oversimplify. Lakini trader wa Kim huenda hatua moja mbele, anauliza quality ya movement. Ndio maana Daudi nilimsifu nilipomuuliza yeye akaelezea quality. Hakujibu jibu langu direct, yeye akapima quality. Kwa hiyo progress inapatikana kwa urahisi au kwa shida? Ndio swali ambalo najiuliza. Yes, kuna progress, lakini inapatikanaje? Quality ya movement ikoje? Hivyo ndivyo vinakufanya sasa uweze kufanya decision, kwa sababu kuna kuwa na hidden trap. Market inaweza kupanda kwa muda, lakini ndani yake pressure tayari imeanza kudhoofika. Hiyo ndio ikufanya sasa, yawezekana ulikuwa umeingia bana, hii trade lazima nipe pips 100, lakini inafika pips 70 inaanza kuonesha quality ya hiyo direction imeisha, imeanza kuonesha hesitation. Ile movement za mwanzo ilizokuwa nazo zinaanza kupungua, kendo zinaanza kuwa fupi fupi, overlapping zinaanza kuwa nyingi. Ni ishara kwamba yawezekana kabisa hiyo direction imefika mwisho. Vipi ukiacha? Unaweza ukashtukizwa na kendo moja tu ya kushuka ikafuta profiti zako zote. Tulipokuwa tunajitafuta tukaga tunaita BFN, big
nini unafanya busy for nothing kwamba umepambana umepata pips zako 70, bado pips 30 tu nikitimize malengo ya siku. Unaona labda ulikuwa unatumia loti ya 0.1 pips 70, unaona $70 zile pale, unasema ishafika kama 1,500,000 ya Kitanzania hiyo hapo, nasubiri sasa ikafike tu 2,200,000 pips 100 pale, nikate na withdraw nikapeleke na marejesho yangu unaweka bado unashtukizwa na mstari mmoja tu, mshale mmoja wa kushuka chini, inaenda inahiti mpaka stop loss yako. Kwa sababu gani? Ulikuwa unaangalia tu direction, uko consumed, tuna take profit yako, lakini ikaanza kukuonesha quality ya uelekeo imeisha. Ungeweza kuichukua hiyo nini pips 70 yako, $70 yako, ukaza bana, sio lazima nitimize nani, maana yake price market ilikuwa ina communicate na wewe kupitia pressure, ila wewe ukaignore hiyo sauti. Yesu anasema nilikuja kwa walio, sijui nilikuita ukunisikia, sijui nini nini. Alikuwa anamaanisha soko hili nilikuonesha kendo ya kustasita ukunisikia. Sasa Natania Baraka unamsema Yesu wangu. Kuna watu wanammilikigi anakuwa wao tu yale mambo ni concept, ilikuwa inafundishwa concept kwa mkulima, kwa yoyote yule pale, hata kwetu sisi trader. Kwa hiyo lazima uweze kujua hidden trap. Pressure ita reveal hiyo hidden trap, kwamba pressure tayari imeanza kuzoofika. Kwa hiyo trader anayesoma direction peke yake aweze akaona, ila trader anayesoma pressure ataona dalili mapema kwamba hapa niondoke sasa. Kwa hiyo unakuwa hautredi kwa greed, ila unatredi kwa market reality. Uhalisia wa soko unaonyesha kwamba hii movement haiendelei. Umekomana, mtu anakuonyesha dalili zote, hakutaki ajibu hata meseji zako, wewe uone kama pressure haipo pale